kuna kiwanda chetu cha Mutex kimeweza kupata mwekezaji ambaye muda wowote anaweza kuja Msoma mjini kwa ajili ya kuanza uwekezaji wa takriban bilioni 120. Katika hilo, serikali kupitia wizara yake pia imeweza kupata mwekezaji katika hoteli yetu ya New Musoma Hotel ambayo iko hapa karibu. Hoteli hiyo iko chini ya TRC, nayo imepata mwekezaji, nao wanakuja kufunga mkataba ifikapo mwezi wa 6. Kwa kuwa Musoma ni mji wa Ziwa Victoria, sekta ya uvuvi ilipewa uzito maalum. Ndani ya siku 100 mikakati ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ilianza sambamba na majadiliano ya awali kuhusu ujenzi wa kiwanda cha chakula cha samaki na uwezekano wa kiwanda cha kuchakata samaki kujengwa katika jimbo la Msoma mjini. Hatua hizi zinalenga kutoa ajira kwa vijana, kutoa soko la uhakika kwa wavuvi na kuhakikisha upatikanaji wa samaki wa kutosha kwa lishe bora kwa wananchi wetu. Maendeleo hayana maana kama hujawagusa wananchi kwa mwananchi mmoja mmoja. Ndio maana katika kipindi hiki tumefanikiwa katika kusaidia vijana takriban 50 waweze kwenda chuo cha VETA kujifunza ufundi stadi, na vijana hao wameishaanza chuo na mimi kama mbunge ndio nimeweza kuwalipia ada hiyo. Pamoja na hayo, tumeendelea pia kuwasaidia vijana wetu ili waweze kukuza vipaji vyao walivyonavyo hasa kwenye sekta ya michezo. Niliweza kupeleka vijana 6 katika akademi ya michezo ambapo vijana hao imegharimu pia takriban milioni 14,400,000 na vijana wameshaanza masomo ili kutimiza ndoto zao. Niliweza pia kuwasaidia vijana 160 kutoka kwenye familia zenye uhitaji ili waweze kuanza masomo kwa wakati. Maendeleo ya Msoma mjini yanapimwa kwa maisha yanayookolewa na ndoto za watoto wetu zinazolindwa. Nilichagua kuja kwenu na kusikiliza kero zenu moja kwa moja. Nilifika katika soko la Nyasho, nilifika katika Mwaro wa Makoko, niliweza kutembelea vituo vya michezo vya vijana. Nilisikiliza changamoto mbalimbali. Katika kipindi cha siku 100, mimi kama mbunge nimeweza kuwa sauti na kuwakilisha bungeni, kwani sikukaa kimya.